Hali gani ndugu mtazamaji, ni matumaini yangu ikiwa mzima wa afya. Leo ikiwa ni Mei 16 siku ya Ijumaa asubuhi, tutaangazia habari kubwa zopa kipaumbele kwenye magazeti nchini Tanzania, kukuangazia kurasa za mbele na kurasa za nyuma za michezo na burudani. Leo tunaanza kuliangazia gazeti lako la Mwananchi kwenye habari kubwa zopa kipaumbele. Tunaanza na habari inayosema bajeti ya uchukuzi ya komaa na SGR na ATCL. Bajeti ya uchukuzi ya komaa na SGR na ATCL, lakini kengele hatari kwa wanaolala saa chache. Hiyo ni habari inapatikana ukurasa wa 14 kwenye gazeti la Mwananchi. Na habari kubwa asubuhi ya leo kwenye gazeti la Mwananchi ni Chadema katika mtihani mpya. Hiyo ndio habari kubwa kwenye gazeti la Mwananchi, inasema Chadema katika mtihani mpya. Polisi waanzisha uchunguzi vitisho vya Dr. Bagonza. Polisi waanzisha uchunguzi vitisho vya Dr. Bagonza kugawa majimbo ya uchaguzi, bado mjadala mzito. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Mwananchi ukurasa wa mbele. Lakini tukiachana gazeti la Mwananchi, tuangazie gazeti lako la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa asubuhi ya leo. Linaanza na habari inayosema Ulega akerwa na mkandarasi ujenzi wa barabara ya mwendokasi. Ulega akerwa na mkandarasi ujenzi wa barabara ya mwendokasi. Na Dr. Mpango ataka wahitimu kufanya utafiti utengenezaji wa dawa asili. Dr. Mpango ataka wahitimu kufanya utafiti utengenezaji wa dawa asili, lakini mambo manane kupaisha uchukuzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Nipashe, sawa, mambo manane kupaisha uchukuzi. Lakini habari kubwa ni jinamizi la migogoro la iandama Chadema. Vigogo 9 wanachama wengine 200 wajivua. Viongozi familia ya Mdude wakubaliana jambo. Hiyo ni habari ukurasa wa pili mpaka ukurasa wa 6 wa 16 kwenye gazeti lako la Nipashe. Na kuna habari inayosema LHRC wanawake bodaboda waathirika mikopo kausha damu. Na WCF yalipa fidia bilioni 100 kwa walioumia kazini. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Nipashe ukurasa wa mbele. Na tukiangazia gazeti lako la Habari Leo, linaandika viongozi wanachama 200 wajitoa Chadema Morogoro. Lakini Mavunde amwaga machozi akiliacha jimbo la Dodoma. Samia ahimiza kujiandikisha daftari la kura mikoa 16 kuanza awamu ya pili leo. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti la Habari Leo. Na ATCL yachangia bilioni 36 pato la taifa. Ulega agiza wakandarasi wazembe wabanwe. Wafanyakazi walipwa fidia bilioni 100. Hiyo ni habari ukurasa wa 7 kwenye gazeti la Habari Leo, huku bandari ya ng'ara usafiri biashara ya nje. Lakini rais wa Finland yashukuru wa Tanzania. Aguswa na makumbusho, fursa za tajwa maeneo 6 urithi na utamaduni. Hiyo ni habari ukurasa wa pili kwenye gazeti lako la Habari Leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na tukiangazia gazeti la Uhuru, linaandika CPA Makala atoa maagizo utatuzi wa migogoro. CPA Makala atoa maagizo utatuzi wa migogoro. Na Tanzania Morocco za kubaliana kuimarisha ushirikiano. Lakini thamani mfuko wa WCF yafikia bilioni 748. Hiyo ni habari inaendelea ukurasa wa 3. Na habari kubwa kwenye gazeti la Uhuru, mapinduzi ya Rais Samia sekta uchukuzi nchini. Na Dr. Samia atangaza neema kwa TAPCEA. NMB yashinda tuzo benki bora kwa uendelevu barani Afrika. Hiyo ni habari inapatikana kwenye gazeti la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini bado tunaangazia kwenye gazeti lako gazeti la Majira, linaanza na habari inayosema wapenda vya wavuvi wanavyonaswa na mtego wa mimba ndoa za utotoni. Lakini Biteko ateta na spika wa bunge la Morocco. MNH yakabiliwa na uhaba mkubwa wa damu. Mapigano ya zuka upya huko Libya. Lakini mbunge akosoa matumizi ya vinywaji treni ya SGR. Mbunge akosoa matumizi ya vinywaji treni ya SGR. Mbarawa aja na bajeti ya kimkakati 2025-2026. Ni ya wizara ya uchukuzi, inaonesha dhamira ya dhati ya serikali kuimarisha huduma za uchukuzi, andika mafanikio. Hiyo ni habari ukurasa wa 4. Lakini WMA ya hakiki vipimo 99% ya lengo. Na WCF yaandika mafanikio miaka 4 ya Rais Samia. Hiyo ni habari ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini Taifa Tanzania, gazeti lako Uzalendo Kwanza, linaandika sekta ya uchukuzi yaingiza trilioni 5.8 kwa miezi 8. Hiyo ni habari ukurasa wa pili. Lakini Rais Samia aleta faraja WCF.
Kailima aonya watakaovuruga zoezi la uboreshaji daftari la kudumu la wapiga kura. Huyo ni Kailima aonya watakaovuruga zoezi la uboreshaji wa daftari la wapiga kura. Hiyo ni habari inaendelea kwa kina ukurasa wa ndani wa gazeti lako la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza. Na Jamvi la Habari gazeti lako asubuhi ya leo linatupasha habari watetezi wapya wa Tundu Lissu waibuka. Watetezi wapya wa Tundu Lissu waibuka, wajitambulisha kuwa ni jamii ya watu wanaoshiriki mapenzi ya jinsia moja, mashoga, sagaji na mabasha, lakini wasema wanaungana na bunge la Umoja wa Ulaya kutaka Tundu Lissu aachiwe mara moja bila masharti yoyote, wakiamini kesi yake ni ya kupangwa dhidi ya kutokana na utetezi wa haki zao. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Jamvi la Habari, nasema utetezi wapya wa Tundu Lissu waibuka. Lakini ujenzi wa SGR kuboreshaji shirika la ndege kuendelea. Ujenzi wa SGR na uboreshaji wa shirika la ndege kuendelea. Hiyo ni gazeti kwenye habari kwenye gazeti lako la Jamvi la Habari ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari kwenye gazeti lako la Wamachinga sauti ya wanyonge, linaandika Moroko wampongeza Rais Samia kwa usimamizi bora wa sekta ya nishati. Lakini WCF yaendelea kufanya uwekezaji maeneo mbalimbali. CCM CPC kuendeleza uhusiano kwa watu wa mataifa yao. Lakini Profesa Mbarawa aliomba bunge trilioni 2.75. Rais Samia ahidi kufanyia kazi changamoto TAPSEA. Na gazeti lako la Mwanahabari lenye ukurasa wa mbele linaandika wizara ya madini ya hamia rasmi Mtumba. Mbunge Asenga mpongeza wizara ya uchukuzi. Lakini serikali kuzifanyia kazi changamoto za TAPSEA. Na mradi wa bandari ya DMGP watengewa bilioni 24.08. Lakini CCM yasisitiza umuhimu wa uhusiano Tanzania na China. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Dira ya Mtanzania na lenye linatupasha habari asubuhi ya leo kwenye kurasa za mbele linasema Dr. Biteko afanya mazungumzo na spika wa bunge la Moroko. Lakini miaka minne ya Dr. Samia, WCF yafanya makubwa, wafanikiwa kukusanya shilingi bilioni 300, watumia mfumo wa tehama kuwafikia 96% ya waajiri. Lakini walipa shilingi bilioni 100 kwa kuliopata majanga. Lakini yapata tuzo ya ithibati kimataifa kwa utoaji bora wa huduma. Lakini Mbarawa apewa shilingi trilioni 2.75 bajeti ya uchukuzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti la Dira ya Mtanzania ukurasa wa mbele. Lakini Raia Mzalendo gazeti lako linaandika Dr. Biteko atembelea bunge la Moroko. Lakini Waziri Mavunde aongoza watumishi wa wizara ya madini kuhamia Mtumba. Thamani ya mfuko wa WCF yafikia shilingi bilioni 748. Na RPC Iringa aongoza zoezi la wananchi kupiga kura za siri kufichua uhalifu. Hiyo ni habari kwenye gazeti ya Raia Mzalendo ukurasa wa mbele. Lakini gazeti lako la Uelekeo linaandika miaka minne ya Samia, viwanda vyaongezeka, ajira biashara vya paa. Lakini CRDB yavuna faida bilioni 551 kufungua tawi Dubai. Lakini bilioni 208.9 kutumika kuzijenga uwezo kaya duni. Bilioni 208.9 kutumika kujengea uwezo kaya duni. Lakini rais wa zamani jela miaka 15 na faini ya dola milioni 3. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa mbele. Lakini bado kuna habari inasema kufanyia kazi mageuzi makubwa hospitali ya rufaa Temeke. Kwa hili rais Stabu karibu tena Tanzania. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo. Lakini Tanzania Bora gazeti lako linaandika Dr. Samia wataka TAPSEA kushiriki uchaguzi mkuu 2025. Lakini CCM yasisitiza kuimarishwa ushirikiano Tanzania na China. Lakini makubwa yaibuka, mashoga sagaji mabasha wakitetea Tundu Lissu. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Bora ukurasa wa mbele. Lakini Mjasiriamali gazeti lako linaandika sekta ya viwanda na biashara, Rais Samia amwaga ajira milioni 5. Sekta ya viwanda na biashara, Rais Samia amwaga ajira milioni 5, sifa 10 nazombeba mjasiriamali. Lakini kilimo hai kilivyo na manufaa kwako. Kilimo hai kilivyo na manufaa kwako, ina habari kwenye gazeti lako la Mjasiriamali ukurasa wa mbele. Lakini Kumekucha gazeti lako linaandika bunge la Ulaya laibua mapya, mashoga jitokeza kupaza sauti.
wakitaka serikali kumwachia Lissu, waunga mkono kampeni ya no reform no election, wataka haki zao kulindwa kama ilivyo kwa makundi mengine. Hiyo ni habari ukurasa wa 3. Lakini Dr. Mpango awataka waendesha ofisi Tanzania kutunza siri. Bajeti ya wizara ya uchukuzi yapita kwa kishindo. Hiyo ni habari ukurasa wa 3 wa gazeti lako la Kumekucha. Lakini Fikra Pevu gazeti lako linaandika Rais Samia wataka waendesha ofisi Tanzania kujiandikisha kupiga kura. Lakini wanaojihusisha na mapenzi ya jinsia moja wataka Lissu aachiwe. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Fikra Pevu ukurasa wa mbele. Lakini Busati gazeti lako linaandika hifadhi ya Ruaha maajabu yanaendelea. Hilo ni gazeti la Busati linaandika hifadhi ya Ruaha maajabu yanaendelea. Lakini mapato ya bandari Dar es Salaam juu. Unapoanzisha ufugaji wa samaki basi unapaswa kujua haya kwenye gazeti lako la Busati. Habari inaendelea kwa kina, pata nakala yako. Na tukiachana sasa na magazeti kwenye kurasa za mbele, tuangazie kwenye michezo na burudani. Tunaanza na gazeti lako la Busati linaandika Simba yakiri uwanja bado ni wa mchezo wa fainali dhidi ya RS Berkane. Lakini huyu Aucho mtamsoma tu. Lakini Fikra Pevu gazeti lako linaandika Simba vs Berkane kipute kupigwa Zanzibar. CCM Tanga kuboresha uwanja wa CCM Mkwakwani. Lakini gazeti lako la Kumekucha linaandika Kafu yazipeleka Simba na Berkane Zanzibar. CCM Tanga yajitokeza kufanya maboresho uwanja wa CCM Mkwakwani. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Kumekucha. Lakini Mjasiriamali linaandika CCM yafafanua inasema Simba yafafanua uwanja ni ule wa michezo wa marudiano na RS Berkane. Aucho kushangaza wengi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mjasiriamali. Lakini gazeti lako la Tanzania Bora linaandika mechi ya Simba na Berkane sasa yahamishiwa Zanzibar. Lakini kambi ya Simba haiingiliki Moroko. Yanga JKT hapa toshi Tanga. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Tanzania Bora kurasa wa michezo. Lakini Uelekeo gazeti lako linaandika JKT yaijibu mapigo Yanga. Masau Bwire asema nao wanataka kucheza Kafu. Simba tumejipanga kwa duaza Berkane kwao. Fadu wazima mianya ya kudukuliwa huko Moroko. Ashtushwa na mechi ya marudiano kuchezwa Zanzibar. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini mbunge ataka pambano la watani liitwe Samia Dabi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uelekeo ukurasa wa michezo. Lakini Raia Mzalendo linaandika Yanga kutambulisha kiungo nyota Juni 27. Ronaldinho kukipiga Zanzibar. Simba Berkane kupigwa Amani Complex Zanzibar. Lakini Yanga JKT Tanzania ubabe CRDB FA. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako Raia Mzalendo. Lakini Dira ya Tanzania gazeti lako linaandika Rais Bigman Katwila aongezewa mkataba. Lakini Magori uwanja wa Amani hautoshi. Msigo ataka utulivu kuhusu barua ya Kafu. Hiyo ni habari ukurasa wa 14. Lakini Edna Lema apokea zawadi kutoka Brighton. Huyu ni kutoka kwa mwanadada Aisha Masaka. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Dira. Lakini Mwanahabari gazeti lako linaandika Masaka akumbuka fadhila kwa kocha Lema amzawadia jezi. Simba Berkane kutumia dimba la New Amani Complex Zanzibar. Lakini Gaucho veterani wa Brazili kukipiga Zanzibar. Man City na Liverpool zapigana vikumbo kwa Witzi. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanahabari. Lakini Wamachinga gazeti lako linaandika veterani Zanzibar Brazil kuamua Zanzibar. Masaka mpa zawadi kocha Lema. Simba Berkane ngoma kuchezwa Amani Complex. Na gazeti lako la Jamvi linaandika Yanga nguvu zote kwa JKT Tanga. Lakini Taifa Tanzania na lenyewe Simba yashtushwa na mechi yao dhidi ya RS Berkane kupelekwa Zanzibar. Lakini Engineer Hersi awaita wapenda soka Zanzibar kuwashuhudia kina Ronaldinho Julai 27. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Taifa Tanzania. Lakini gazeti lako la Majira linaandika Simba do or die kesho kuikabili Berkane. Viongozi akili zote Moroko wataka kumaliza mchezo mapema. Mastaa wa Kongwe Brazili kukiwasha Zanzibar. Lakini gazeti lako la Nipashe linaandika fainali ya pili Kafu sasa kutochezwa kwa Mkapa. Hiyo ndio habari kubwa amechukua sura nyingi za magazeti ukurasa wa michezo. Ni fainali ya shirikisho Simba dhidi ya Berkane kuhamishiwa Zanzibar.
Lakini gazeti lako la Uhuru linaandika Simba Berkane kitendawili Dar es Salaam, Yanga yatoa msimamo mkali. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Uhuru ukurasa wa mbele. Lakini uchaguzi TAFF kufanyika kesho kutwa, na gazeti lako la Habari Leo linaandika kafu ya ivuruga Simba, Azamu ya mweka Feitoto sokoni, Yanga Princess ya waza taji msimu ujao. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Habari Leo ukurasa wa michezo. Lakini gazeti lako la Mwanaspoti kwenye michezo linaandika kwa nini clean sheet ya kipa ni si beki. Kwa nini iwe clean sheet ya kipa na si beki? Lakini live kutoka Morocco, Fadlu atoa amri kambini. Live kutoka Morocco, Fadlu atoa amri kambini. Lakini sababu za mechi ya marudiano kupigwa Zenji, na Waarabu wataka mwingine Yanga, kiingilio Spurs and Man United ni mshahara mpya wa Fei. Hiyo ni habari kwenye gazeti lako la Mwanaspoti ukurasa wa mbele. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Na gazeti lako la Mwanaspoti ndio natufungia usomaji wa magazeti kwa asubuhi ya leo. Pata nakala yako kwa habari kwa kina. Asanteni kwa usikilizaji mwema na kwaherini, asubuhi njema.